serikali ya jimbo la Moshi, na kwa sasa tunatumia idara ya uchungaji hapa jimboni. Baba Msikio aliniambia jana mida ya asubuhi kwamba nije niketi hapa mbele ili hatimaye neno ikawa kufunguliwa iweze kusema. Ilitegemea kidogo kutokana na heshima ya namna hii, lakini katika nimesema ndio. Basi kwa hapa pamoja nanyi ili kusema neno moja tu kwamba kikao kimefunguliwa. Ili niseme baadaye. Wapendwa wajumbe, Kanisa Katoliki kutokana na hekima yake na maongozi ya Roho Mtakatifu limetambua mpango wa Mungu hususani nafasi ya walei katika kanisa. Na ndio maana katika mtaguso wa pili wa Vatikano utaona yote yakiainishwa vizuri sana katika ile haki ya walei, kwamba kanisa linatambua katika maandiko na maelekezo ya Mungu na katika urithi imani kwamba walei wanayo nafasi kubwa sana katika kanisa, na ninyi ni wawakilishi wa ukweli huo katika utendaji wetu. Hebu tafakari, mpaka sasa hivi hapa duniani kuna takriban mapadri wa Katoliki 414,000 tu wanaoongoza nafasi mbalimbali katika kanisa, 414,000 na watawa wa kiume na wa kike wako takriban 750,000 wanaoongoza waamini takriban bilioni 1.5. Hebu gawanya kila pale anahudumia walei wangapi? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hakika utume wa walei katika kanisa ni muhimu mno. Lengo kuu ukiangalia katika kanuni ya imani ya utume wa mapadri, utume wa walei wa watawa katika mishahara ya sadaka na sala, na hatimaye utume wenu ninyi walei katika huduma zote kwa ujumla, zinalenga mahali pamoja tu, mwisho wa kanuni ya imani. Tunaposali kanuni ya imani, tunamalizia na mwisho wa sababu ya hayo yanayotangulia, nayo ni ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Na ndiyo maana mmoja alisema kati ya vitu tulivyo na hakika navyo vingi ni kimoja tu ambacho tuna hakika nacho kwa 100%, nacho ni hatima ya maisha, yaani kifo. Sasa wapendwa, kutokana na nilivyosema hivi, naomba tukumbushane kwamba kama vile wale mitume waliorudi na kutoa hesabu yao kwa Bwana katika walioyafanya, ndivyo kila neno nikimaanisha kila neno na kila tendo na kila wazo langu, yaani kumaanisha na wewe, lazima
litawajibishwa. Maana Yesu alisema yote yatawekwa hadharani. Yatawekwa hadharani. Yaani hakuna kitu ambacho tunasema au tunafanya au tunawaza ambacho hatutaji. Hata nachoongea hapa nitajibu. Yawe mengi kama wanajamii siku yote duniani, tutajibu yote. Maana Bwana amesema yote lazima yajibiwe. Hilo linaniogopesha kidogo. Nilisoma mahali fulani nikaogopa kidogo. Kwamba lazima tutajibu. Kwa naongea na mama fulani kawaambia kuna baadhi ya mama wanafanana na mbuzi. Sikuweka mbuzi. Wanafanana na mbuzi. Kwa mdogo nilikuwa napenda sana kuangalia mbuzi. Kwa kuangalia mbuzi mwenye mtoto akiona kitoto cha mbuzi mwingine kinapita mbele yake anafanyaje? Anapiga kama anaweza kubonyezea mahali. Kama hawezi kubonyezea mahali, anaunata, anavuta. Sijui kama ameshaona hiyo. Sasa kwambia kuna baadhi ya wamama wanaowatendea watoto wa yatima hivyo. Wanaotendea watoto walioletwa na baba hivyo. Wanaotendea wafanyakazi wao nyumbani hivyo. Au nimekosea? Katika mfano mdogo, hakuna neno ambalo halitajibiwa mbele ya Mungu. Kumbe basi, hii inatupa changamoto kwamba katika uongozi huu ni nafasi ya pekee sana, kama vile nafasi ya wito katika upande na utawa. Ni nafasi ya pekee sana. Ni Mungu mwenyewe anayegawa nyajibu za namna hii. Hakuna aliyezaliwa na kibao itakuwa nani wanapashamna. Sasa hilo tutalijibia kule mwisho. Na pengine ningependa nitoe tukio. Kuna sista mmoja sio kama mnafahamu, wala kuchukua kwanza kwa Tanzania ni Maua, alikuwa ni Imakulata. Bado kuna nao mfahamu. Ashafahamu. Alikuwa anatenda chini kidogo kama ndio. Na kumbuka siku moja nienda pale Mouse Kasemi hapo kwa kuongea. Nilikuwa namueleza jambo moja leo nisikia la mimi fulani ambaye mambo ya kifo mimi acha ni story. Akaniambia ni kweli bali. Ni kweli kuna marehemu wanaoteseka. Akaniambia akiwa sasa kijana alienda kwenye cheko yao. Kanisa kidogo sasa ndio wale kanisa yao. Sasa usiku kwa nasali akamuona sista ambaye alishakufa. Tabu anaketi kama unavyoona kule kanisani. Na kupanga maua na yeye anaenda sasa sista na mbona tunazani fanya. Exactly kutazama. Mshona kaenda kufuata kuuliza wewe umeshakufa. Ushakufa. Kwa nini uko hapo unafanya hivi? Akamwambia wakati nilipokuwa nafanya kazi hii, alikuwa Kristo. Nilifanya shagala. Sikufanya kwa uangalifu na uaminifu wa kutosha, na hivyo nimepewa adhabu ya kuendelea kufanya mpaka itakapotosheleza. Hii ni habari ya mtu aliyeniambia kwa mdomo wake, sio na kunga. Nataka kusema tu, wapendwa, swala hili ni swala la wajibu wa pekee zaidi kuliko walei wa kawaida. Kumbe basi, hii ni nafasi si tu ya kusikiliza ripoti ya viongozi wetu,
Sio hiyo, ni nafasi pia ya kujitathmini kila mmoja binafsi. Ni muhimu sana kujitathmini maneno yetu, mawazo yetu na matendo yetu kwa kipindi hiki cha miaka mitatu, na kuangalia kwa makini yale ambayo ni chanya na ni kwa namna gani yameboresha mazingira ya tangu parokia kama Teresa parokia mpaka jumuiya, mpaka mitaa, mpaka jumuiya ndogo. Mimi binafsi nimefanya nini, nimesema nini na nimewaza nini? Ni muhimu sana. Nachojua ambacho hatutaulizwa ni kile ambacho tulikosea, halafu kwa bahati tukakiungana. Hicho hatutaulizwa. Lakini vinginevyo ni kufikiri na kutathmini mwenyewe. Nasoma hapa na nini, na waza mwenyewe nilifanya nini, niliwaza nini, nilisema nini, na hali kadhalika nimekuwa mwaminifu kiasi gani katika utume wangu, kwa sababu kiwango cha uaminifu katika utume ndicho huleta pia mafanikio makubwa katika utume. Unapoona mahali ambapo mambo yanalegalega, ukiwa katika familia, iwe katika jumuiya, mtaa na hali kadhalika, inatokana na ukosefu wa uaminifu katika utendaji wa wahusika. Kumbe ni wajibu wetu basi kujiuliza hayo niliyofanya. Alafu vile upande wa pili ni nini ambacho hukufanya. Unajua pale tunapokumbusha kuunganisha kwa kusema sikufanya, yeye anasema dhambi ya kutotenda. Na mimi nawaambia wapendwa, dhambi za kutotenda zina madhara makubwa kuliko dhambi za kutenda. Sio kama mnafahamu hiyo. Dhambi ya kutotenda ni mbaya kuliko dhambi ya kutenda. Na kwa mfano tuchukue wakati wa vijana sasa. Kama wanacheza tu bao wafanye kitu na wanafamilia hivi ikoje? Naona wewe kwa mfano kama ni kiongozi, wewe ni mkutano, tena unakuwa unataka kusema nini? Inakuwa wewe kiongozi na mbaya kwa kiongozi, lakini shughuli zako za biashara nini zinakushika. Uhudhurie kwenye yale ambayo yanakupasa. Ndio anaandika kusikiliza na kufanya. Hii inakuwa. Kwa hiyo unaweza kuona dhambi za kutenda ni mbaya sana. Na hiyo swala la uaminifu nalo lina nafasi kubwa katika utume wetu. Kwa hiyo kwa askofu leo pale uaminifu katika utume na katika wajibu. Kuna mahali nisikia viongozi wa hesabu sana alafu wanagawana huko. Amjao kusikia. Leo wanagawana huko ndio kwa pata kutosha. Hii sasa ni haki. Unaona leo sasa vile na kutoa ile kama nilitaja nyuma, kutoa ile kikao. Naona napo tatizo usipo uaminifu ni sana kuangalia kwa makini. Ikumbuke kwamba utume huu ni sadaka. Ni sadaka. Ukiuliza watu kanisani sadaka yako iko wapi, wanasema iko kwa mfukoni. Na mama amenunua kipochi. Sasa iko huko pale. Sadaka yako haikai mfukoni wala kwenye kipochi. Sadaka ni kama hili sasa ulivyo hapo. Umeacha shughuli zako, umeacha nyumba yako, umeacha biashara zako, ni mambo ambayo umeacha. Ili uje kwa hapo ni sadaka au si sadaka? Ni sadaka. Ndio kwa hiyo kwa hiyo kwa mshahara tunaweza kuongea huko, basi yangu unajua ongea hii sadaka. Na hakuna sadaka isiyo na matokeo mazuri. Mtu akikubali sadaka lazima matokeo mazuri yawe. Na hili tunachosema hapa, kama
mazuri, ni kwa sababu kuna watu wakubali kwa nini sadaka. Kwa hiyo sana swali hilo tulio maana na pengine mwakaona tamani sana huko hiyo gari na kitu hapa kuone na kama sasa mkoa sasa sasa kuhusu namna ya kuwa katika kwa urahisi. Unaona wengi wa fupi mtu akichukua mmoja hapa atachukua mmoja hapo na mashauri mazuri akamkaanga kama mrafu wa sherehe. Simisho kuona mrafu wa sherehe, lakini asifi atapata mateso, atapata mateso kidogo. Sasa mateso hayo yote hayawezi kuokoa sisimizi moja, hata sisimizi moja hayaokoa. Kwa maana hiyo mateso yetu kama sisi hayawezi kuokoa chochote. Mateso yanayookoa ni haya tu moja, mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Lakini muujiza tuliowekewa katika Kanisa Katoliki ni huu kwamba ukitamka, kwa mfano kutoka nyumbani kuja hapo ukasema Mungu natutolea mateso ya safari na mtume wote kwa ajili ya, ukasema marehemu wewe mwenyewe, familia yako, sijui watakatifu kwa dhambi, wanasema vita kule wana ukatamka tu hivi, ukasema hivi, ukatamka hivi, usiku kwa kutolea kwa ajili, ukasema wote wanapata neema kwa sababu yanarukia msalabani, yanakuwa ni ya Yesu, na hivyo anaokoa. Nataka kusema hivi, utume wenu unaofanya usikubali upite bure. Uza utume wako, uza sadaka, ukiwa tumbo, ukiwa kichwa, chochote unachoteseka, furaha unayopata tolea. Na lakini mwishoni usibaki hivi. Akina mama nyumbani mwenu mnapo gawa chakula kwa mume na watoto, kwa kawaida mnasafisha sahani mpaka usiku. Mnasafisha. Mnakusanya kutoka mezani hapo usiku. Alafu ni nani wanashindia hapa? Mende. Ndio maana tuko nyumba hapa haina mende, itakuwa ya ajabu. Mende ndio ni vitabu vikubwa. Kwa hiyo ukishatolea Mungu sadaka yako, mwambie hivi, naomba usimsahau pia mende wako. Yaani wewe ndio mende wako. Kwamba ameshagawa kile ulichompa agawe, na wewe akuachie sababu fanyike dhambi. Lakini wewe, kwa hiyo maisha ya kutoa na sadaka ni muhimu mno, pia kwa wokovu wenu na wokovu wa Bwana wa Mungu. Na pengine kwa nimeweka noti hapa leo hii, uaminifu imekuwa imepoteza sana. Watu wengi hata kama watakubali wana uwezo mkubwa wa kutoa barua na kazi zito kwa watu, lakini nani anazungumza kazi leo? Na tena kwa bahati mbaya hata nini mpige kama ni Mungu ndiye Mungu. Kwa bahati mbaya walokole wageni Waislamu wengi wao ukimpa kazi ya kufanya ni mwaminifu kuliko wote. Kama tunakusema msamehe, ni mwaminifu mkubwa ni mfuzo wa baadaye. Kwa hiyo naomba basi tujitahidi kabisa kukubali utume, na hasa haya ambayo mmekuja kwa pamoja kuyaangalia yaliyo mafanikio katika jambo letu, na yanaonekana kweli kwa miaka hii mitatu kama sikuwa nimekuja huyu, naona mambo mengi yanafanyika ili mafanikio makubwa kweli. Mungu jamani, tumshukuru. Yapo mambo mengi ya maendeleo yaliyofanyika kwenye parokia huko.
mazingira, maisha ya sala kwa waamini. Naona jinsi baba askofu anaenda huko, anatembea kilomita na kilomita, anatembea kule Robo, Hai, Gunjo na Moshi. Tumetembea sisi hapa, tumekibosho mpaka huko, wiki nzima jamaa hawakutembea, miguu inauma, lakini anasema ukifuata nenda kwingine. Ni roho ya ajabu, ni moyo wa ajabu, na kutokana na namna yake na utendaji wake, nafikiri umewapa ninyi wa kipindi hiki nafasi nzuri sana ya mafanikio katika utume na utekelezaji wenu katika parokia. Kama nimesema ni mwanzo, mapadri walikuwa wachache, ina maana kwamba mafanikio tunayoyaona yametengwa na nani? Na ninyi. Unajua tunatangiwa kuelekea huko Ulaya kwenye parokia, wanaoanza ndio vyote ni wale pale, anakaa kusikiliza, wengine anajibu maswali hii, wao wanapanga, wanasimamia na kutekeleza. Ni wale kwa sababu ana nafasi kwa zaidi, hata mkuu anasema utaachaje kumfundisha na Mungu tukagawa ya Mungu. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwa mafanikio makubwa mliokuwa nayo kwa kipindi cha miaka. Hongereni sana. Na sasa basi mmefikia mahali ambapo mnatathmini yale mliyofanya, mjadiliano yaendelea kwa makini na kuweka mikakati ya hali hiyo kuendelea katika uongozi unaokuja. Hasa inawezekana na itawezekana, na ndivyo hivyo, baadhi yenu mtabaki kwenye uongozi. Kama ni uongozi kabisa, wala kuna mashaka. Ikikupata wala usishangae, wala usifikiri hata kidogo. Sasa kuna wengine ambao pengine muda wao kuna kipindi fulani hawataendelea. Basi usisikitike. Kwa nini usisikitike? Unaona, nilikuwa nafikiria mtu kwenye hiyo story ya maji ambayo pacha hii. Ile maji ya pacha nilikuwa nasikitika ingekuwaje. Kwa hiyo ukipacha basi kwenda kwenye bustani na maji yanayopacha yanakuwa zaidi, kwa sababu yanamwagilia mboga kwenye mashamba na mipunga na misitu jamani. Ndio inaishia bahari. Tunaosha samaki. Kwa hiyo tena ndio kaendelea mbele hakimusho mbili. Kwa hiyo kila mmoja nafasi inapokuja sasa ya maamuzi na utekelezaji kuyapokea kwa furaha na upendo makubwa. Sasa bado sio naomba basi ndio kuongeza Mungu awabariki katika nafasi hii ili mafao na matunda yanayostahili. Naomba basi kwa wangu mimi kwenye idara na siku wangu katika wengine katekesi, liturujia, atakayekas na kadhalika, na waomba tutawele hili kwamba maendeleo yote yanakuja kulingana na taarifa na upokeaji wa taarifa, information and reception of information. Tunapopokea taarifa na napopewa taarifa alafu kutekeleza, ndio inaleta mafanikio. Na ndio maana mafanikio yote yanaletwa kwa elimu. Kwa elimu useme hata ile kufanya kwa leo ni elimu. Kwa hiyo nawaomba uongozi unaoanza upya, hebu kushikilie sana watu viongozi wa husika katika ngazi zote kuhudhuria vikao na semina. Kuhudhuria yani kusisitiza kule parokia, kama ni kamati ya halmashauri parokia wameitwa, yani kupiga mbiu wote wawepo, na hebu tugeuke kabisa katika jimbo letu kufuata muda. Usiulize maswali ya muda, lakini nakwambia kufuata nini? Muda. Kama ni saa 4 iwe ya kivuli. Iwe kitu msaada kwa saa. Kama una saa kwa simu, kama una simu ndio na simu sio jamani. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe binafsi
Nikisha kuambia sehemu yako itakuwa saa 1:30. Saa 1:30 na hii na kama mara ziisha mwisho. Nafika tunashukana katika sehemu hizo. Ule muda ushafika, nikasema naomba sana. Inasaidia kwa sababu tunawezesha kupanga pamoja kuna nyingine. Na viongozi wetu unapokuwa umeenda kwa muda tayari tulikuwa tuanze saa ngapi? Tulikuwa tuanze saa 4 kamili. Sasa tuanze saa 5 kasoro dakika 5. Naona tumepeza saa nzima na karibu saa nzima. Naona hebu katika kufanya zenu hilo mliweke maana. Kwa sana semina zijazo na idara mbalimbali tuzalie chuga tukazane ili wale waandikwa wa semina hizo wapate taarifa, wasikie, wafundishwe ili waweze kwenda kutekeleza kwa manufaa yao kwa ajili ya utukufu wa Mungu na wokovu wa wanadamu. Msifu Yesu Kristo. Na kwa maneno hayo naomba nitangaze kwamba rasmi kikao chetu na taarifa zetu zimefunguliwa.